Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 25 mpaka sura ya 28. Leo tunasoma habari za mfalme Uzia. Wakati wa utawala wake alianza vizuri tu, alikuwa akimtafuta Mungu na Mungu alifanikisha njia zake. Aliweza kupigana vita na Wafilisti akawashinda, lakini mwishoni Uzia akakengeuka. Uzia kuna siku akaenda hekaluni ili kufukiza uvumba, yaani kazi ambayo walitakiwa wafanye makuhani, yeye akaenda kuifanya. Makuhani wakamzuia, wakasema, Uzia, hiyo sio kazi yako, usifanye hivyo. Uzia akawagadhabikia, yaani akakasirika. Mungu alipoona vile alimpiga ukoma, akapata ukoma hapa kwenye paji la uso, ikabidi wamtoe nje, naye akatoka nje haraka haraka, lakini aliendelea kuumwa na ule ukoma mpaka akafa. Ni kitu gani ambacho tunajifunza siku ya leo? Jamani, kila mtu ana nafasi yake. Heshimu nafasi ya mwingine. Watumishi wamepewa nafasi yao kukuhudumia wewe kiroho, kukufundisha, kukuhubiria. Heshimu nafasi zao. Akiwa anakwambia mtumishi wa Mungu, Mungu amesema 1 2 3. Ya kila siku anasema Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu anasema na kila mtu. Acha kiburi. Anapokuonya, rekebisha njia zako. Usianze kujifanya unataka kushindana. Kushindana na watu ambao wametumwa na Mungu kwa ajili yako, maana yake unashindana na kweli ya Mungu. Na mwisho wake unajua Mungu akikukasirikia inakuwaje? Atakuacha. Na siku zote Mungu akikuacha, mabaya yanakupata, yanakumaliza. Unakosa hata muda wa kutubu. Kila mmoja amepewa kazi ya kuikamilisha. Mwenzio anapokamilisha kazi yake, usianze kukosoa. Unamkosoa Mungu ambaye amemwita. Shauri zako. Maombi ya siku ya leo, mwambie Mungu, asante, nimeelewa neno lako. Nipe kuwa mtii wa neno lako na kufuata maagizo yako. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.